tabia ulionayo ndio inaweza kukufanya uwe tajiri, lakini pia tabia ulionayo ndio inaweza kukufanya uwe maskini. Tabia ulionayo ndio inaweza kukufanya ufanikiwe kifedha, lakini tabia ulionayo ndio inaweza kukufanya usifanikiwe kifedha. Lakini pia tabia ulionayo ndio inaweza kukufanya wewe uweze kufanikiwa zaidi katika lengo lako la kifedha, lakini pia tabia ulionayo ndio inaweza kukurudisha nyuma zaidi katika lengo uliojiwekea la kifedha. Na leo hii naenda kufundisha tabia ambazo zinawafanya watu wengi wapoteze pesa nyingi katika eneo la kifedha pindi wanapozipokea katika mikono yao. Na tabia ya kwanza ni kutumia zaidi ya kila ambacho wanapata. Kuna watu wanapata pesa kiasi fulani alafu wanatumia zaidi ya kile kiasi ambacho wanakipata. Hii tabia ni tabia ambayo inakufanya wewe kutumia pesa ambazo hauko nazo mkononi mwako. Kwa mfano, umepokea shilingi 500,000 lakini matumizi yako unayoyapanga ni mpaka 700,000. Kwa hiyo maana 200,000 ile hauko nayo mkononi, lazima utaenda kuikopa. Na unapoikopa, na maana tafsiri yake ni kwamba umeweka deni. Kama ninapokea mshahara, umeweka deni kwenye mshahara wako unaofuata. Kwa hiyo lazima itakugharimu pale baadaye unapokuja kulipa ule mkopo. Kwa hiyo ina maana ukipokea 500,000 ile inayokuja ya mwezi, ile 200,000 itakatwa na utabaki na 200,000. Kwa hiyo tafsiri yake nini? Utaanza kujiingiza katika mlolongo wa mikopo mingi. Kwa hiyo cha kufanya na cha kuzingatia katika hiki ni kuzingatia kuishi ndani ya kile kipato unachokipata. Inawezekana kuishi katika kile kipato unachokipata kwa kujiwekea misingi mizuri, kwa kupunguza baadhi ya matumizi ambayo sio ya lazima, yale ambayo hata usipokuwa nayo unaishi. Kwa mfano, kuna matumizi ambayo hata usipokuwa nayo unaishi, kama kuwa na TV kubwa, kuwa na masofa makubwa, yaani vile matumizi vikubwa ambavyo vinahitaji pesa nyingi ili uvipate. Unaweza cut off, ukaishi kwanza kwenye kipato chako ili kusudi usijiingize katika madeni. Na kumbuka, unapojianza kujiingiza katika madeni kipindi bado uko katika struggle ya fedha, inakuwa ni ngumu kuja kufanikiwa na inaweza kuchukua muda mrefu. Lakini kitu cha pili ambacho kinawafanya watu wengi wapoteze pesa zao ni kutaka kusaidia kila mmoja, kutaka kumsaidia kila mmoja. Msaada ni kitu ambacho ni muhimu sana, lakini pia ni kitu ambacho ni baraka kwa Mungu, ni kitu ambacho ni msingi, lakini pia ni moja kati ya eneo la kufanikiwa kwa mtu ambaye anafanya katika eneo la kifedha, ambaye anatamani kufanikiwa katika eneo la kifedha. Lakini inabidi uwe na misingi, lakini pia uwe na kiasi. Hata hivyo, Mungu anahitaji tuwe na kiasi katika hatua zote. Kwa hiyo hata katika kutoa misaada, si kila mmoja ambaye anakuomba msaada wa kifedha lazima umpatie fedha zako. Kuna namna fulani ambayo unabidi kuweka budget, kiasi ambacho cha kusaidia, lakini pia angalia wale watu ambao ni wa msingi wa kusaidia na kama kipato chako ni kidogo, weka vipaumbele vya wale watu wa kusaidia ambao wanakutegemea. Lakini pia unaweza ukazingatia wale watu ambao wanahitaji, wale wenye uhitaji, na wenyewe ukaweka ndani ya bajeti yako. Lakini inapofika wakati kile kipato cha kutoa msaada au kile kiasi ambacho umetenga kwa ajili ya kutoa msaada kwa ajili ya watu wengine, usiende kuchukua pesa yako ya akiba na kuipeleka kwenye msaada. Ni kosa kubwa sana, kwa sababu ile imewekwa kwa ajili ya lengo la kesho. Ile ni mbegu, haitakiwi kuliwa leo. Kile ni chakula cha kesho, haitakiwi kuliwa leo. Kwa hiyo zingatia kwenye kutoa msaada, uwe na kiasi. Usitoe msaada wa kifedha kwa kila mtu, bali zingatia bajeti ya kusaidia watu wengine, ili kusudi usichukue fedha ya kwenye biashara ukaenda kusaidia watu, usichukue fedha ya akiba ukaenda kusaidia watu, usichukue fedha ya kwenye mtaji na kwenda kusaidia watu, au usichukue fedha ya matumizi ya familia na kwenda kuwasaidia watu. Hii inakuhitaji uwe na bajeti ya pembeni ya kuwasaidia watu wengine. Lakini pia kitu kingine ni kinachowafanya watu wengi kupoteza fedha nyingi ni kufanya biashara ambayo hawana ufahamu nayo, biashara ambazo hawajawahi kufanya na kuweza kuzifanya katika hali ya miemko.
Sasa hili ni jambo ambalo unatakiwa kuzingatia ili usipoteze fedha zako. Ina maana zingatia kufuatilia mambo ambayo ni ya msingi. Unapotaka kuanzisha biashara, lazima uwe na uelewa wa jumla wa kibiashara, lakini pia uwe na uelewa specific katika ile biashara ambayo unakwenda kuifanya, ili kusudi uweze kuwa na ujuzi wa kuweza kuenenda katika biashara hiyo. Kwanza elewa biashara hiyo kama inaweza kukulipa katika eneo lile ambalo unataka kulifanya, lakini pia elewa kama ni biashara halali, elewa kama ni biashara ambayo imeruhusiwa, lakini pia zingatia returns za hiyo biashara inakuaje. Fuatilia returns, inamaanisha kwamba zingatia, yani inawezaje kukurejeshea faida, yani ukapata faida katika ile biashara. Usianze biashara ambayo hauifahamu. Zingatia kuwafuatilia watu ambao wamefanya hiyo biashara na kuweza kuwauliza namna gani wameenenda, lakini pia namna gani wamefanya mpaka wafanikiwe. Lakini pia katika eneo hili usiwauliza ambao unaona kama wameshindwa kuendelea katika hiyo biashara au wamefeli katika kuiendeleza hiyo biashara. Ulizia wale ambao wamefanikiwa na weka ukaribu nao ili upate kuelewa zaidi. Usianze biashara yoyote kabla haujafahamu vizuri. Na maana tafsiri ya kuanza biashara kabla hujafahamu vizuri ni kuamua mwenyewe kuitupa fedha yako kabisa pasipokuwa na faida yoyote. Kwa cha msingi zingatia kufuatilia kwanza upate ujuzi, lakini ndipo uweze kupata kuwekeza katika eneo la biashara ili usipoteze fedha yako. Lakini jambo la 4 ambalo linawafanya watu wengi wapoteze fedha zao ni kutokuwa na budget. Budget ni msingi imara wa mafanikio ya kifedha. Usipokuwa na budget, tafsiri yake ni kwamba wewe hauko tayari kufanikiwa kifedha. Kwa nini nasema hivi? Ukiwa na budget ndio inafanya fedha ielekee wapi, fedha iende kufanya nini, fedha iende kununua nini, fedha iende kuwekezwa wapi. Kwa hiyo budget ndiyo msingi imara wa kuweza kufanikiwa kifedha. Usipokuwa na budget, tafsiri yake ni kwamba unaweza usifanikiwe katika eneo la kifedha, kwa sababu budget ndiyo inaamuru hii fedha uliyoipokea kiasi fulani kielekee wapi, kiasi fulani kielekee wapi. Kwa hiyo sasa unaweza kutenga katika makundi kila fedha unayoipokea mkononi mwako, ukatenga katika makundi ili kusudi upate kuelewa namna gani ya kuweza kuitumia. Na maana kundi moja unaweza kulitenga kundi la fedha ambazo zinatakiwa kwenda kuwekezwa. Kwa mfano, katika fedha zote ambazo unapokea, unaweza kutenga 30% ikawa ni uwekezaji, ambapo katika hii fedha ya uwekezaji 30%, 10% ukampa Mungu na 20% ukaenda kuiwekeza. Lakini pia 50% ikawa ni ya kununua yale matumizi ya lazima au yale mambo ya lazima ya kulipia, kama bills za umeme, kama kodi ya nyumba, kama vyakula, kama mambo ya afya na mambo mengine yale ambayo ni ya msingi, lakini pia ambayo ni ya lazima. Yote ya fit katika ile 50%. Lakini pia unaweza kutenga 20% ya kununua vile vitu ambavyo sio vya msingi, na ni kama vile ambavyo yani ni vitu ambavyo unatakiwa kuwa navyo kama mwanadamu, lakini sio lazima kuwa navyo. Kwa mfano, kuwa na TV, kuwa na masofa makubwa ndani ya nyumba yenye gharama kubwa, lakini pia kuwa na kununua vifurushi au kutoka mitoko mbalimbali. Lakini pia katika budget unapotabidi kuzingatia kwamba kama budget yako kwenye mfumo wako wa kifedha bado hujapanda sana, hapa kwenye matumizi yasiyo lazima kwenye 20% unaweza ukapunguza, ukajitoa kabisa, ili kusudi uweze kuwekeza zaidi, ili kusudi uweze kupanda katika eneo la kifedha. Kwa hiyo lazima uwe na misingi mizuri ya kuweza kuielekeza fedha yako namna gani inaweza ikatumika, na hii itakusaidia kufanikiwa katika hatua zako za kwenda katika mafanikio makubwa ya kifedha. Lakini pia kitu kingine ni kinachowafanya watu wapoteze fedha nyingi, ambacho ni cha 5, ni kupoteza muda mwingi katika mikopo ya vitu ambavyo havizalishi. Yaani unakopa vitu vingi ambavyo havizalishi.
Kumbuka, unapokopa kitu ambacho hakizalishi, na maana unaweza ukakilipia mara 3 zaidi ya ile fedha yake inayohitajika kukilipia. Kwa hiyo hii itakufanya wewe uweze kupoteza fedha nyingi sana. Kwa mfano, ukikopa simu ya 150,000 alafu ukaambiwa utailipia kidogo kidogo kwa mwaka, tatizo yake unaweza ukailipia mpaka 450,000. Kwa hiyo ina maana unakuwa umepoteza fedha nyingi katika hilo jambo la mkopo. Lakini pia vyombo mbalimbali kama friji, vyombo mbalimbali kama TV, usikope hivyo vitu usinunue vitu hivyo kwa mkopo, bali tafuta akiba kidogo kidogo, weka, alafu pata jumla wekeza. Labda tu kama ni kile kitu ambacho unajua unaenda kukopa kwa kuzalisha, yani kwa mfano umeenda kuchukua pikipiki alafu unaitumia kwa kuitengenezea fedha, yani unaizalisha kama bodaboda, alafu inaingiza fedha kila siku, alafu ile fedha inakuwa inalipa ule mkopo wa pikipiki. Kwa hiyo ina maana tafsiri yake huo itakuwa ni mzuri. Lakini kama unanunua kitu cha ndani, yani ambacho kitakuja hakileti pesa, usikinunue kwa mkopo. Subiri kwanza. Sio lazima uwe navyo, na sio lazima uvikusanye kwa wakati mmoja ili kuipamba nyumba. Ina maana inatakiwa kuzingatia afya yako ya kiuchumi kwanza, alafu ndipo uanze kudecorate katika nyumba yako kwa vitu mbalimbali, kwa kununua moja kwa moja, si katika njia ya kukopa vitu. Kwa hiyo katika hivi vitu vitano ambavyo nimekuelekeza ni vya msingi kuzingatia ili usipoteze pesa yako, na endapo utavikiuka, ina maana utakuwa umeamua mwenyewe binafsi kuanza kupoteza pesa yako na kuweza kuacha mafanikio ya kifedha katika hatua zako, na itakufanya uweze pia kuumiza kizazi chako kule mbele. Kwa hiyo tengeneza tabia hizi za kuweza kusaidia katika misingi ya kuweza kufanikiwa kifedha. Money make money. Pesa hutengeneza pesa. Itumie pesa